Tuna akademi nyingi ambazo zinaibua vipaji, wachezaji wazuri wazawa, lakini asilimia kubwa katika vilabu vyetu vya ligi kuu ni kwamba wanaamini wale wachezaji wa nje. Ni kweli vipaji tulivyonavyo hapa Tanzania havitoshi kwenye ligi yetu. Lakini bado tuna michuano mingine kama CAF Champions League au Confederation League. Mimi nafikiri kitu ambacho anafanya hata wale wachezaji ambao wanatoka nchi za nje bado kinawapema sana. Hata mimi naweza nikasema na support, yani kwa asilimia zote, kwa sababu leo hii una mtu kama Pacome ambaye maybe mpaka sasa hivi anajulikana Afrika nzima. Kuna mtu kama Anne Okello kutokea pale Uganda, kuna mtu kama Maxence Nzengeli, kuna mtu kama ukienda pale Simba una mtu kama Chama, kuna mtu kama Libase Gwe, kuna mtu kama Elie Kwanzu, Anicet Oula, top talent ni Afrika. Unaelewa? Ambao pia wana nafasi kubwa sana kuweza kusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye ligi kuu wapo, lakini bado wanafeli. Kwa mfano, wapo ambao wamefanikiwa kama kina Dickson Jobo, kina Mwamnyeto, kina Ibrahim Baka, Skatayo, kina Faisal wameperform. Lakini angalia wachezaji ambao wanasajiliwa wakiwa moto kwenye vilabu vya madaraja ya kati. Mfano mdogo kama Edmund John alikuwa anaimba kipindi hajaja Young Africans. Ndio sana. Mzee mtu kama Chasambi kipindi kwa Mtibwa Sugar. Nafikiri sote tuliona kile kitu ambacho alikuwa anayofuatia ya Mtibwa Sugar. Akaenda Simba bado kaona under performance. Mbele ya mtu kama Chama, mbele ya mtu kama Panzu bado anashindwa kuperform. Kwa hiyo bado na support kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Hususan viongozi wa vilabu vikubwa. Wale tunasema kwamba title contenders, vilabu vinne vikubwa ambavyo vinashiriki kwenye mchezo wa kimataifa ni Simba, Yanga, Azam, Singida. Na ndio maana ukijaribu kuangalia ndio vilabu ambavyo vinaongoza kwa na wachezaji wengi wa kigeni. Unaelewa hao wachezaji wa kizao ambao wana uwezo mkubwa utakuta kwenye vilabu vya daraja ya kati, mid table teams kama Mtibwa, Kagera, Dodoma, Namungo, ili waendelee fanyeje kujitafuta. Kwa hiyo bado kuna ile composure na exposure ambayo inahitajika kwa wachezaji wa kimataifa, kwa sababu ni wachezaji ambao wanakuwa na experience kubwa kwenye mchezo wa kimataifa. Kwa hiyo kibidi unapomsajili mchezaji kutokea maybe Burkina Faso, Ivory Coast, Senegal, wapi, anakusaidia sana kuonyesha uzima ya composure kwenye mchezo wa kimataifa, kwa sababu kuna vitu vingi maybe ambavyo amefikia kwenye football. Kuna mechi nyingi ambazo amecheza za ushindani zaidi ambazo zinaweza zikangamua mechi kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hivi tunamzungumzia mtu kama Shamba ambaye ana uwezo mkubwa kuweza kukopa hata kwenye mechi ya robo finali, ambaye ana uwezo kukopa kwenye mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho au maybe kombe la CAF Champions League. Sasa hivi unaniambia kwa mfano mtu kama unamsajili maybe au wachezaji wa madaraja ya kati ya maybe mtu kama Edmund John, mechi za kimataifa ambapo ulikuwa unamuona bado kuna ile exposure inakosekana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Unakutana maybe na mechi kubwa kama Nation RR, unakutana na mechi kubwa kama TP Mazembe, unakutana na mechi kubwa kama Mamelodi Sundowns. Unahitaji wale wachezaji kama kina Neo Maema ambao tayari washazoea yale mazingira ya kimataifa. Kwa hiyo kwangu mimi kuamini wachezaji wa kizao, yes inawezekana, lakini mchezaji wa kizao ambaye ana top talent. Kwa sababu Simba na Yanga hawezi kuniambia kwamba wanasajili mchezaji wa kizao alafu aanze kumtengeneza. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Unahitaji ulete mchezaji aweze kuofa kwenye mechi za kimataifa, kwenye mashindano makubwa. Huwezi kuleta mchezaji kwamba utaendelea kumvumilia kumsubiria, hapana. Ndio maana Dickson Jobo anatokea Mtibwa Sugar, tayari walikuwa shamuona kwamba anaweza kaja moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Unamleta mtu kama Ibrahim Baka, tayari unamuona kwamba huyu ana nafasi kubwa sana kuweza kusaidia klabu. Unamleta mtu kama Faisal, tayari unamuona. Kwa hiyo sikatai kwamba wachezaji wa kizao sio hawana uwezo mkubwa, hapana, lakini aoneshe kitu cha utofauti na mchezaji wa kigeni. Kwa sababu kimpanga Faisal, Chama, Azizki wapo kwenye daraja moja, yani hauoni utofauti. Leo hii unamchukua mtu kama Chasambi na Chama, unaona utofauti huko. Unamchukua maybe yule aliyekuwa Simba, yule alitokea nafikiri Namungo kama sikosei, baadaye akatoka kwa mkopo, nimemsahau kidogo. Unamleta unamlinganisha Edwin Barua, unamlinganisha maybe na Libase Gwe, unaona utofauti uliopo. Edmund John, Aziz Ki. Sasa hapo Aidani, ni tuseme mafunzo ambayo wanapewa wazawa wachezaji wa kigeni ni tofauti na wakizao. Mafunzo yanaweza kaa sawa, lakini uwezo tofauti. Yaani mimi naweza tunaweza kujifunza kitu kimoja, lakini tutatofautiana kwenye uwezo. Kwa kigeni wametuzidi vingi. Ronaldo, Messi au wachezaji wengine wanapata mafunzo sawa, lakini bado kuna uwezo ambao anakuwa nao. Unatofautiana pale. Unatofautiana exposure na composure na experience pia. Sawa, mpira na kitu kinaitwa kipaji na uwezo. Ndio hiyo ipo. Utakuta wachezaji wengi sana wa kwetu ni uwezo, kipaji hawana. mazoezi na kufundishwa.
Lakini sasa ukikutana na wale wachezaji wenzetu wa nje unakuta wengi, yaani ukiangalia kabisa unaona huyu mchezaji. For example, Mzize kabla ya kuwa mchezaji alikuwa boda boda. Timisi mtu angekuwa na kipaji. Tungekuwa tushamuona, yani yupo huko akademia. Alafu unajua Kelly, kuna mtu unaweza ukawa na kipaji lakini hakuna yule mtu ambaye ataweza kukutoa pale kipaji chako kikaonekana hadharani. Sasa uko sehemu gani? Yaani ujue kipaji hakidanganyi. Yaani kuna mtu Kwa unataka useme kwamba Mzize hana kipaji, ni uwezo? Kwani Mzize bado ana kipaji. Ndio maana alikuwa anaimbwa sana hapa msimu kati baada ya kupata majeraha. Sio kipaji. Ukichukua Mzize wa misimu ile anachukuliwa Yanga anacheza, sio Mzize aliyekuja kutengenezwa na vitu vingi. Mtu mwenye kipaji huna cha kumwambia kwamba hapa fanya hivi, fanya vile, fanya vile. Akilini mwake anajua kabisa nikichukua mpira nipeleke pale, nipige pale, nipige hivi. Ni sio wote. Ilikuwa ni akipokea mpira yeye ni kubutua. Kelly, hapo unaweza ukaita mada ndefu kwa sababu Ronaldo ni kipaji, uwezo. Ronaldo. Messi amezaliwa nacho ni kipaji. Unataka unajua nini? Kelly, wewe kwa sababu ni shabiki wa Messi. Wewe ndio. Aidani kwako. Ronaldo ni kipaji, uwezo, na Messi ni kipaji au uwezo? Unajua inabidi uzungumze. Unamwangalia Ronaldo ana jumla magoli mangapi na Messi kuachana na kombe la dunia? Ngoja tumalizie kwa Ronaldo, kipaji, uwezo. Unajua kila mtu ana tuseme labda kila mtu jicho lako alioni kama jicho langu. Mimi kwangu mimi yes, Messi ana kipaji. Ronaldo pia kwangu mimi binafsi ninavyomuona. Mimi namweka katika pande zote mbili. Usichagui katika upande mmoja. Kipaji anacho na pia uwezo binafsi anao.